Jambo na habari za jioni, wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info popote pale mlipo. Tunakaribisha tena kuungana nasi katika matangazo yetu ya jioni yaliyokuwa tarehe 11 za mwezi wa 6 mwaka 2026. Na katika matangazo yetu ya jioni leo tutakuletea kwa undani habari zinazohusu hali ya usalama mashariki mwa nchi, siasa, maendeleo, masuala ya kijamii na kibinadamu na matukio mengine muhimu yanaendelea kugusa maisha ya wananchi. Lengo letu kuu ni kuhakikisha unapata taarifa sahihi na kwa wakati ili kuendelea kuelewa yanayojiri katika jamii yetu. Basi endelea kuwa nasi hadi mwisho wa taarifa ili kusikose habari yote muhimu. Hii ni Kivu News Info na mimi ni Teloje Lulonga. Basi nakaribisha rasmi tuanze taarifa yetu ya jioni ya leo. Hali ya taharuki na mvutano mkubwa ilishuhudiwa Alhamisi asubuhi ya leo katika mji wa Beni mkoani Kivu Kaskazini kufuatia shambulio jipya lililohusishwa na waasi wa ADF pamoja na maandamano ya ghafla yaliyoandaliwa na waendesha pikipiki za usafiri maarufu kama bodaboda. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vya ndani, wakazi wa Beni waliamshwa na hali ya hofu baada ya kusikika kwa milio ya risasi katika maeneo kadhaa ya katikati ya mji. Tukio hilo limeendelea kulitokea saa chache baada ya shambulio hilo la usiku lilipotiwa katika kiini cha Muzambaye kilichopo katika mtaa wa Boikene. Vyanzo vinaeleza kuwa waendesha pikipiki walijitokeza kwa wingi barabarani ili kuonesha hasira yao dhidi ya kuendelea kuzorota kwa hali ya usalama katika mji huo. Waandamanaji walikuwa wakilalamikia mashambulizi ya mara kwa mara yanayofanywa na waasi wa ADF ambao endelea kusababisha vifo vya raia na kueneza hofu miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa taarifa za awali zilizotolewa na viongozi wa eneo hilo pamoja na mashahidi, shambulio la usiku wa kuamkia leo limesababisha vifo vya watu 3 na kuna taarifa za watu wengine kutoweka, huku kukihofiwa kwamba huenda walichukuliwa na mateka na washambuliaji hao. Kifo cha raia hao kimezua ghadhabu kubwa kwa wakazi wa Beni, hasa miongoni mwa waendesha pikipiki ambao mara nyingi huwa miongoni mwa watu wanaokumbana na hatari kubwa kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Wale kusanyika katika maeneo mbalimbali ya mji wakitaka hatua za haraka zichukuliwe ili kulinda maisha ya wananchi. Mashahidi wanasema kwamba waandamanaji walikuwa wakipaza sauti wakitaka kuimarishwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya waasi wa ADF na kurejeshwa kwa usalama katika maeneo yanayoendelea kushambuliwa. Wengine walionyesha mastiko yao wakisema kuwa wananchi wamechoshwa na mashambulizi yanayojirudilia mara kwa mara licha uwepo wa vikosi vya usalama. Kadri maandamano yalivyoendelea, vikosi vya usalama viliingia kati kwa lengo la kuwakusanya umati na watu na kuzuia hali isiharibike zaidi. Baada ya muda mfupi, milio ya risasi ilisikika katika sehemu mbalimbali za katikati ya mji na kusababisha hofu kubwa miongoni mwa wakazi. Kutokana na hiyo, baadhi ya maduka yalifungwa kwa muda, huku wananchi wengi wakikimbilia majumbani mwao wakitafuta maeneo salama. Shughuli za kawaida za kiuchumi na usafiri zilikatika kwa muda kutokana na taharuki iliyotanda katika mji huo. Beni imeendelea kuwa miongoni mwa maeneo yanayoathiriwa zaidi na mashambulizi ya waasi wa ADF kwa miaka mingi sasa. Kundi hilo limekuwa likitumiwa kwa mashambulizi dhidi ya raia, mauaji, utekaji wa watu na vitendo vingine vya ukatili katika maeneo mbalimbali ya Kivu Kaskazini na Ituri. Wakazi wa Beni wanaendelea kutoa wito kwa serikali na vikosi vya usalama kuongeza juhudi za kulinda wananchi na kuimarisha doria katika maeneo yaliyokabiliwa na tishio la mashambulizi. Wanasema amani ya kudumu ndio suluhisho pekee na litakalowarejesha wananchi matumaini na kuwezesha kuendelea na maisha yao ya kawaida. Hadi kufika jioni ya leo, mamlaka za kijeshi hazijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi kamili ya walioathiriwa na wala shambulio hilo wala kuhusu mazingira yaliyosababisha miili ya risasi kusikika katikati ya mji. Hata hivyo, endelea kufuatilia kwa karibu kwa wananchi wakihimizwa kuwa watulivu na kufuata maelekezo kwa vyombo vya usalama. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC limefanikiwa kurejesha udhibiti wa vijiji kadhaa muhimu vilivyoko katika nyanda za juu za Fizi mkoani Kivu Kusini ambavyo kwa muda mrefu vilikuwa chini ya udhibiti wa muungano wa waasi wa M23 na Twirwaneho. Kwa mujibu wa vyanzo vya kiusalama vilivyozungumza siku ya leo Alhamisi, maeneo yaliyorejeshwa na jeshi la serikali ni pamoja na Mikenge, Kalingi, Ilundu, Kakenge pamoja na Runundu. Hatua inaelezwa kuwa sehemu za operesheni zinazoendelea za FARDC za kurejesha mamlaka ya dola katika maeneo yaliyoathirika na migogoro ya makundi yenye silaha. Baada ya kurejesha vijiji hivyo, vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinaendelea kuimarisha ulinzi na usalama katika maeneo kwa lengo la kuzuia jaribio lolote la kurejea kwa makundi ya waasi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa yakihatarisha maisha ya raia na kusababisha maelfu ya wananchi kuyahama makazi yao. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa juhudi za kurejesha amani na utulivu katika eneo la Minembwe zinaendelea, huku vikitoa wito kwa jamii zote zinazoishi katika eneo hilo kwa kushirikiana na vyombo vya usalama ili kudumisha hali ya amani na kuimarisha mshikamano wa kijamii. Wakazi wa maeneo yaliyorejeshwa wamepokea kwa furaha habari za kurejea kwa vikosi
vikosi vya serikali. Kwa mujibu wa mashuhuda wa eneo, wananchi wengi walionekana kushangilia na kuonesha matumaini mapya baada ya siku kadhaa za kuishi chini ya mazingira magumu yaliyotokana na uwepo wa makundi yenye silaha. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa kurejea kwa jeshi la serikali kunawapa matumaini ya kurejea katika shughuli zao za kawaida na za kijamii na kiuchumi, ikiwemo kilimo, biashara na elimu ambazo zilikuwa zimeathirika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama. Hata hivyo, wadau mbalimbali wa amani katika eneo hilo wameendelea kusisitiza umuhimu wa mazungumzo, maridhiano na ushirikiano kati ya jamii mbalimbali ili kuhakikisha kuwa mafanikio ya kijeshi yanageuka kuwa amani ya kudumu kwa wakazi wa Minembwe na maeneo mengine ya nyanda za juu za Fizi za mkoa wa Kivu Kusini. Kurejeshwa kwa vijiji hivi kunatajwa kuwa hatua muhimu katika juhudi za serikali za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo za kulinda raia, kurejesha mamlaka ya dola na kudumisha usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na machafuko ya muda mrefu mashariki mwa nchi. Maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao kutokana na migogoro usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanatarajiwa kuandamana kwa amani mjini Kinshasa tarehe 17 Juni mwaka 2026 ili kuwasilisha kilio chao kwa mamlaka ya nchi kuhusu hali ngumu wanaendelea kuishi nayo. Tangazo hilo limetolewa na kamati ya wakilishi wa wakimbizi wa ndani kutoka mashariki mwa DRC wanaoishi katika mji wa Kinshasa. Waandaji hao maandamano wanasema lengo kuu ni kuvutia hisia za viongozi wa kitaifa kuhusu janga la kibinadamu linaendelea kuwakumba wananchi wanaoathiriwa na vita na machafuko katika majimbo ya mashariki mwa nchi. Kwa mujibu wa barua iliyowasilishwa kwa gavana wa jiji la Kinshasa na kunukuliwa na kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waziri mkuu wa washiriki wana maandamano na kusudia kuwasilisha waraka maalum kwa mkuu wa nchi mwenye maoni, mapendekezo na matarajio ya wakimbizi wa ndani wanaotoka katika maeneo yaliyoathiriwa na migogoro. Waandaji wanaeleza kuwa maandamano hayo yataanza katika Boulevard du 24 Novembre kabla ya kuelekea katika jengo la ofisi ya waziri mkuu pitia Place des Evolués. Wakati wa kuwasili katika eneo la waraka huo utasomwa hadharani na baadaye kukabidhiwa rasmi kwa waziri mkuu kwa niaba ya serikali. Kwa mujibu wa viongozi wa kamati hiyo, maandamano yatafanyika kwa amani na kuzingatia sheria zote za nchi. Wameahidi kuhamasisha washiriki wote kuheshimu utaratibu wa umma, kuepuka vitendo vya kuvuruga na kuhakikisha usalama wa watu pamoja na mali zao wakati wa maandamano. Kupitia hatua hiyo, wakimbizi wa ndani kutoka mashariki mwa nchi wanataka kuonyesha hali halisi wanayopitia tangu walipolazimika kuondoka katika maeneo yao ya asili kutokana na migogoro ya silaha inaendelea katika majimbo ya Kivu Kaskazini, Kusini na Ituri. Wanasema wengi wao wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kwa kukabiliwa na changamoto za makazi, chakula, huduma za afya, vile na elimu. Mbali na kuomba msaada wa kiafya, waandaaji wa maandamano wanasisitiza kuwa kipaumbele chao kikubwa ni kurejeshwa kwa amani ya kudumu katika maeneo yao ya asili ili waweze kurudi nyumbani kwa usalama. Wanaamini kuwa suluhisho la kudumu la matatizo yao litapatikana kupitia kurejeshwa kwa utulivu katika maeneo yaliyoathiriwa na vita. Kamati hiyo inaongozwa na rais wake Jordan Mulukuza Biamungu, ambaye anasema kuwa maandamano ni njia ya kiraia ya kuwasilisha sauti za maelfu ya wananchi waliopoteza makazi yao kutokana na machafuko yanayoendelea mashariki mwa nchi. Ameeleza kuwa wakimbizi wengi wanahisi kuwa sauti zao hazisikiki vya kutosha katika mjadala ya kitaifa kuhusu usalama wa maendeleo. Tunakuja wakati ambako maelfu ya wananchi wanaendelea kuhama makazi yao kutokana na mapigano na mashambulizi ya makundi yenye silaha katika maeneo mbalimbali ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Aliyoendelea kuzalisha mahitaji makubwa ya kibinadamu, huku mashirika mbalimbali ya misaada yakionyesha kuhusu ugumu wa maisha na ukabili waasiriwa wa migogoro hiyo. Waandaaji wa maandamano hayo wana matumaini kuwa ujumbe utawasilishwa kwa mamlaka utachangia kuimarisha juhudi za kurejesha amani, kuongeza msaada wa wakimbizi wa ndani na kuhakikisha changamoto zao zinapewa uzito unaostahili katika sera na mpango wa serikali kwa ajili ya ustawi wa wananchi wote walioathiriwa na migogoro mashariki mwa nchi. Jambo Christelle Fitri, mpenda msikilizaji, karibu kufuata matangazo tuliokuandalia kwa siku ya leo. Kwanza muhtasari wake. Shirika la kutetea haki za binadamu ayatoa hadharani ripoti kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu zilizoendeshwa na jeshi ya nchi ya Rwanda na waasi wa M23, hususan kuorodheshwa pasipo kutaka, kushikwa mbali na kanuni ya kivita kwa maelfu ya wapiganaji walioshikwa mateka na hasa wakaaji pande wa mashariki mwa nchi ya DRC. Wakati huo jimboni Ituri, wahanga 9 wa janga la Ebola waondoka vituoni vya matibabu tayari wakishatibua kunako hospitali ya Nyakunde mtani Irumu na huko Mungwalu mtani Njugu. Hawa wajiongeza kunako idadi ya wengine wasiopungua 10 hivi waliotibua hivi majuzi toka janga lile.
Na wanamemba wa baraza la bunge jimboni Kasai ya Mashariki wamealikwa mjini Kinshasa naye waziri ausikani na masuala ya ndani ya kiserikali, ikiwa tangu Ijumaa uliopita kikao kikuu cha baraza iligeuzwa kuwa nafasi ya vurugo na malumbano makali wakati ulipohitajika uchunguzi wa kazi kunako utaratibu ya uongozi wa jimbo. Haya na mengine yatakujia kwa urefu hivi punde. Mpendwa msikilizaji, karibu. Leo ni Alhamis tarehe 11 mwezi na mwaka tuliomo. Mpendwa msikilizaji, tutafungua matangazo yetu ya asubuhi ya leo na kukuharifu kama nilivyotanguliza kusema, jeshi ya Rwanda na kikundi ya waasi wa M23 waliendesha kampeni ya kuwaorodhesha pasipo utashi wapiganaji kushikwa mbali na kanuni ya kivita na hasa wakaaji pande wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Hii yapatikana kunako ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu maarufu Human Rights Watch iliyowekwa hadharani hii Jumatano. Ni ripoti inayo ukarasa 87 inayo kichwa kuu kifo kulikuwa pali popote, kushikwa mbali na kanuni, mauaji na uorodheshaji pasipo ihari iliyoendeshwa na waasi wa M23 na jeshi ya Rwanda. Hali iliyotambulika kupitia kushikwa kwa watu jimboni Kivu ya kaskazini na ya kusini pande mwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na maafa makubwa dhidi ya wafungwa kunako kempi ya mafunzo ya kijeshi ya Rumangabo na ya Chanzu jimboni Kivu ya kaskazini kwa mwaka 2024 na 2025, alieleza Clementine de Munjoy, mtafiti kunako chumba cha kazi ya bara la Afrika ya shirika la kutetea haki za binadamu Human Rights Watch. Inaposemeka hivi, milio ya mizinga na magombora zilisikika hadi mapema ya hii Jumatano katika vijiji vingi mtani Masisi jimboni Kivu ya kaskazini, ikiwa malumbano kati ya wazalendo na waasi wa AFC M23 ya karibiana na vijiji Kishanja na Kasenyi. Hali hii ya wahofisha tena wakaaji ambao wajuta kwamba yatazembesha mara tena shughuli za elimu kwa maeneo. John Chibwabwa amekukusanyia habari hii katika usomi wa Rosalie Zawadi. Baada ya siku ya wasiwasi kutokana na mapigano mapya siku ya pili, milio ya risasi kali iliripotiwa tena siku ya tatu asubuhi ndani na karibu ya kijiji cha Kashovu, eneo la Ufamandu, na vile huko Kasenyi katika eneo la Kibabi. Kulingana na vyanzo vya ndani, washirika wa muungano wa Maimai Lamuka na kundi la wanajeshi la kujitolea GAV waliripotiwa kulipiza kisasi dhidi ya shambulio lililoanzishwa na AFC M23 mapema hii siku ya tatu. Zaidi ya hayo, mapigano mengine yaliripotiwa siku ya pili katika kijiji cha Kazinga kilichoko eneo la Nyamaboko katika sekta ya Osobanyungu. Jumuiya za kiraia za mitaa zinaonyesha kwamba ongezeko hili jipya la vurugu linasababisha watu kuhama na kutatiza shughuli za kijamii na kiuchumi na hata zile za kielimu. Katika mkesha wa mtihani wa kitaifa tena SOSPA na siku chache kabla ya kuanza kwa mtihani wa kitaifa kwa mwaka huu, mashirika ya kiraia yanahofia kukatizwa kwa mitihani hiyo. Ndio maana mashirika haya yanatoa wito kwa viongozi kuchukua hatua za kufaa ili kusaidia wanafunzi wanaohusika. Tujielekeze jimboni Kwilu ambapo tumeharifiwa kwamba kamanda makamu wa kikosi ya 11 ya kijeshi Jemadari Moyo Rabi Richard amewaomba kwa wajeshi wote wapatikanao Kikwit, ingalao kazini, likizoni wala kwa masuala mengine, waweze kupatikana kunako makao makuu ya kijeshi. Aliko hii lilitolewa Jumane naye muhusika na utangazaji wa kikosi hii ya kijeshi. Kuaminiana naye Captain Anthony Mwalushai Mbombo, aliko hii inavizia kuwatolea jeshi hawa wote tangazo maalum ya kiongozi kijeshi. Ikiwa yeyote atakayekosekana kwa aliko hii atahasibiwa na hasa kuwekwa nguvuni na jeshi ya kupiga doria ya uchunguzi. Jimboni Ituri tunapoelekea sasa, kama nilitanguliza pia kusema, wahanga 9 wa janga la Ebola waliondoka tayari wametibua kunako mahospitali makuu ya Nyakunde mtaani Irumu na yale ya Mungwalu mtaani Njugu. Hawa walioneshwa Jumane kwa kikundi cha kugombanisha janga lile la Ebola. Kuaminiana na kiongozi wa maeneo kiafya ya Nyakunde, waliopata kupona toka janga lile walipewa matibabu ya magonjwa iliyowadunga kufuatana na mwelekeo kiganga. Hawa waongezeka kunako idadi ya wengine wasiopungua 10 hivi waliopona hivi majuzi tangu kutangazwa kwa janga lile.
Martial Kizabiamungu atuharifu zaidi. Wakiwa na vyeti vyao mikononi, wagonjwa wanane wa zamani wa Ebola wakiwa na tabasamu kwenye nyuso zao walitoka katika hospitali kuu ya rufaa ya Nyakunde wakiwa wamepona ugonjwa wa Ebola. Wakati wa sherehe fupi, mkurugenzi wa matibabu wa muhondo huu wa afya alielezea ya kwamba wausura hawa wanatoka kwenye ugonjwa wa Ebola baada ya kufanyiwa matibabu ya dalili yalizooneshwa ni kama homa, maumivu ya kichwa na kuhara. Daktari Desire Duabo anatoa wito kwa watu wote kufika hospitalini kila wakati inapotokea mojawapo ya dalili hizi kwa ajili ya upimo wa Ebola na kutumaini kupona ikawa matokeo yanakamilishwa. Huko Mongwalu, kilomita 85 kaskazini mwa Bunya, kituo cha janga hili, mgonjwa wa kwanza kuponya na hiyo ugonjwa aliondoka katika kituo cha matibabu cha Ebola Jumanne. Hii licha kukosekana na dawa linalofaa na chanjo. Nikiripoti kutoka Bunya, mimi Martial Kizabiamungu, Radio Okapi. Pamoja nami tujielekeze jimboni Maniema sasa. Hali ya afya ya msingi yatoa majuto ikiwa muda ya majuma 21 tangu uanzishwe mwaka huo, idadi ya watu walioharibiwa maisha wasiopungua 18 kulingana na tatizo la kujifungua zilirekodiwa. Shirika lisilo la kiserikali Action contre la marginalisation yapiga yowe na kualika serikali na mashirika zake wana majukumu ya masuala ya kiafya kujihusisha kwa haraka sana na tatizo lile ili kuwakinga wanawake wajawazito. Mkurugenzi wa shirika lile Jacques Lumangala Bilembo atoa maelezo kamili alipozungumza na Florence Kizalunga. Onje Action contre la marginalisation iko na huzuni kubwa na hii hesabu inayogopesha ya vifo 80 vya wamama wakati wa kuzaa, hasa kwa maeneo ya afya 7: Nda, Lusangi, Salamabila, Kampene, Punya, Kalima na Kindu. Munaelewa mzuri kwamba vifo vimepanda kwa 56%. Kufatana na hii hali, tunaazimia mbele kati ya mbinu zetu kulinda afya ya mama na mtoto pamoja na chanjo ya kawaida. Jimbo letu imeorozesha sasa visa 9 ya ugonjwa wa kupooza kwa ghafula. Ndiyo maana tunaazimia tangu sasa kwa msaada wa DPS Manyema na washirika wa kiufundi na wa kifedha kuanzisha kazi za uzamirishaji wa kijamii ambayo itasaidia kuboresha namna ya kufuatilia mama wa mimba hadi azalie kwenye kituo cha afya pembeni ya wataalamu. Juu kati ya mambo yenye kusababisha vifo wakati wa kuzaa ni kwenda nyuma kwa kituo cha afya, ukosefu wa mara kwa mara wa vifaa vya kuzalisha, shida ya mafunzo ya watumishi wa afya, poteza damu kisha kuzaa. Kwa habari ingine, siku 3 ya majadiliano kwa kuchambua masuala ya kiutaalamu kuhusu katiba ya tarehe 18 Februari mwaka 2026 ni mradi wa kongamano kitaifa iliyoandaliwa hii tarehe 10 hadi 12 mwezi na mwaka tuliomo na chumba cha kazi ya waziri ausikai na masuala ya elimu. Walimu, watafiti na wasomi watachunguza kwa kilindini masuala hiyo ili kuimarisha serikali inayotoa thamani kwa haki ya uongozi kulingana na matakwa ya raia nchini DRC. Maeneo 3 yamechaguliwa kwa uendeshaji wa mradi huo, hususan pa Kinshasa watajadiliana kuhusu masuala ya kimkakati ya kijiografia, pa Kisangani juu ya masuala ya jamii na mazingira, na huko Lubumbashi kwa kuzungumzia sekta ya uzalishaji na nishati. Nilitanguliza pia kusema wanamemba wa baraza la bunge ya jimbo ya Kasai ya Mashariki wamealikwa huko mjini Kinshasa naye waziri ausikae na masuala ya mambo ya ndani kiserikali. Aliko hili iliwafikia hii Jumane ikiwa kikao ya baraza la bunge lililopangwa kwa hii siku tu yalisukumwa kwa tarehe nyingine kitakayopangiliwa mara tena. Ukweli ni kwamba tangu Ijumaa uliopita chumba hii ya baraza la bunge iligeuzwa kuwa nafasi ya matwangano kuhusu masuala ya uchunguzi ya utaratibu ya kazi jimboni. Esther Ndalafina na taarifa katika usomi wa Jacques Mukokole. Wajumbe wa ofisi ya bunge la Kasai ya Mashariki wanapashwa kuungana na Kinshasa kuanzia Jumatano hii. Wameitishwa dharura na makamu wa waziri mkuu wa waziri wa mambo ya ndani kulingana na telegramu iliyofika Jumanne hii kwa chombo cha kuamua matokeo ya haraka. Vikao viliopangwa Jumanne hii vimeathirishwa hadi tarehe nyingine. Vingepashwa kuangalia baadhi ya masuala nyeti, hasa kupitishwa kwa azimio kuhusu ukaguzi wa bunge uliozingatia serikali ya mkoa, idara kuu
kuu ya mapato ya Kasai Mashariki na manispaa ya Mbujimai kwa kipindi kuanzia mwaka jana hadi leo. Kesi nyingine iliyowekwa kwenye ajenda ilihusu kupitishwa kwa risala ya kikao kiliyopita ambacho baadhi ya wabunge walikuwa wamepunguza imani yao kwa makamu wa rais wa bunge. Huyu mwisho anashtumiwa kwa dharura katika utekelezaji wa majukumu yake, hasa kushindwa kupanga ukaguzi wa bunge ambao ulikuwa kiini cha kikao. Kwa sasa, Ijumaa iliyopita mvutano ulikuwa mkali ndani ya bunge. Mezani iliyovunjwa, kikao kikuu kilisimamishwa, mazungumzo yenye mabishano. Wabunge kadhaa walipinga wazo la kuanzisha udhibiti wa bunge siku 15 tu kabla ya kufungwa kwa kikao. Mapendekezo ya makamu wa rais. Kwa upande mwingine, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kusonga mbele katika mfumo wa ujenzi ikiwa ni kipaumbele ya serikali. Ni matamshi ya waziri ausikai na masuala ya ujenzi nchini John Banza wakati wa toleo la taarifa kwa wapasha habari ya hii Jumane mjini Kinshasa. John Banza atuarifu kwamba barabara ya taifa iliyokarabatiwa na kuwekwa lami hayapo tena kwa urefu wa kilomita 3,000 ila yamefikia karibuni 8,000 kwa muda wa mwaka 2019 hadi 2026. Kwake kuongeza kusema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatadufisha mipango ya kutoa hela pamoja na mashirika zake ili kushindikiza mpango huo wa ujenzi wa barabara kwa maendeleo kiuchumi. Naam, sasa fuateni kipindi chetu cha pili ya matangazo naye Bernardin Nyangi. Karibu. Radio Okapi. Invité en Swahili. Wazaliwa wa mtaa wa Lubutu jimboni Maniema wamekabiliana na shida nyingi kwa zaidi ya mwaka mzima sasa. Mwanabunge awali na mzaliwa wa mtaa huko upendekeza kutumwa ujumbe wa pamoja kutoka serikali ya jimbo na hiyo ya taifa pamoja na viongozi wa mtaa ili wakutane na wale wanaohusika machafuko ili kuruhusu marejesho ya amani. Stanislas Oleko anakuwa mwalikwa wetu. Mengi ni katika majadiliano haya na Florence Kizalunga. Bwana Stanislas Oleko, jambo. Jambo mama journaliste. Mapambano kati ya wazalendo na FARDC yanaendelea kuzorotesha sana maisha ya wakaaji wa Lubutu, na wewe leo umeamka na kuonyesha kichwa ukilalamika. Unapendelea nini ifanyike kwa kuweza kusaidia hiyo mzozo iweze kumalizika? Kuona kwangu ni napenda kusema ya kuwa inakuwa karibu mwaka mzima kuko fujo ku territoire ya Lubutu, fujo yenye inaacha watu wakimbie porini, watu wapoteze maisha yao, watu wapoteze vitu na kadhalika. Na ndio maana nilileta proposition ya kusema ingefaa wenye waliopata mamlaka ya population ya Lubutu waende Lubutu, watafute namna gani wakutane na wazee ya mgini, wakutane na watu wenye kuwa na busara kusudi wapate namna ya kukutana na ule kijana Bukui, waongee naye, wajue sababu gani anakasirika, kitu gani iko na tafuta, sababu gani hawezi kuungana na wanajeshi, sababu yeye anakuwa mzalendo, sababu gani hawezi kukutanika na kutumika pamoja na wanajeshi sawa vile mwenzake bwana Mando iko natumika na jeshi pamoja. Kisha kumusikiliza anajitetea pale, tunaweza kujua namna gani kutafuta solution ku probleme yake na kufikisha ile maombi yake yote kwa wakubwa wenye wanaweza kuleta solution ku maprobleme yenye analeta. Lakini bwana Stanislas, kulikuwa hapa muda si kidogo ujumbe moja ya government ya jimbo pamoja na wanabunge walielekea huko Lubutu kuzungumza na huyo bwana. Sasa wao nalomba tena kwa mara nyingine waweze kuenda, kwa nini? Ndiyo ninajua sawa vile unasema ya kuwa kulikuwa delegation yenye ilienda Lubutu. Ndiyo, delegation ilifika kweli Lubutu kutoka ku province, lakini nahakikisha ya kuwa ile delegation haikukutana na ule ndugu ule bwana Bukui, haikukutana naye, haikuzungumuza naye, walikaa na walirudia bila kuonana naye. Ana yake objectif haikukuwa atteint, na ile ingeomba sasa ulie kuwe eshek kila wakati, ingeomba kusikia wito ninaleta ya kuwa wazee
ya Lubutu, wanotable ya Lubutu, wanabunge ya Lubutu, wazee ya makanisa na wandugu mbalimbali wawe watumike katika umoja ya watoto ya Lubutu, wawe pamoja sababu umoja unaleta nguvu, wawe pamoja kusudi wapate kuleta amani ku territoire ya Lubutu, sababu raisi wa nchi yeye anapenda amani, na ndio maana hauone kama kuko vita ya sana hapa, sababu yeye kunapenda mambo yote yapite kufuatana na utaratibu. Na kama bwana Bukui anasikia hii mlalamiko, tafadhali atoke, ajiuzuru. Kama anatafuta kuingia kujeshi, aingie kujeshi, na kama ni kupata pete, atapata pete wakati nyana anatokea kumwingine. Na sana bakia kule kupori ni huruma, sababu kule kupori kuna shida mingi, kuna manyoka, kuna manyama makali, tena ni wa baba, wa mama, wa dada, wa kaka yake, sisi wa ndugu yake ndio tutakuwa tunapoteza maisha, na amani haitakuwa kumwingine wakati yenyewe kila siku kunakuwa tatizo sana. Hii ingekuwa mzuri atulizane. Mambo ya usalama haihusu tu wakuu viongozi, ni vile vile kwa wakaaji, wa baba na wa mama wa Lubutu. Utawaambia nini? Wa baba ya Lubutu, wa mama ya Lubutu, wa ndugu ya Lubutu, kaeni pamoja, mtuwe katika umoja kusudi tupate solution kui problem. Kwa mwisho ninatakia population ya Lubutu pole. Hatukuwa sababu, lakini tunajua kuwa Mungu atawasaidia. Tunajua ya kuwa serikali iko nafanya nguvu yake yote kusudi hii matatizo yapate kumalizika na kila watu warudie mahali yao na wafanye kazi yao, waishi sawa vile wanaendelea kuishi kila wakati. Bwana Stanislas Oleko, shukrani. Asante sana mama journalist. Radio Okapi, dossier en Swahili. Wanawake wa jimboni Kivu Kaskazini waomba kusitishwa kwa mapambano kuimarishwa mashariki mwa nchi. Haya ni matokeo ya mkutano wa kimkakati wa ngazi za juu wa kamati la ushauri wa wanawake amani na usalama mnamo kanda la maziwa makuu uliositishwa Alhamisi ukijana mjini Nairobi. Kwa siku mbili, wanawake kutoka Goma walishiriki katika mkutano huu mtandaoni kutokana na kufungwa kwa mipaka sababu ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Je, wanatarajia nini kutoka mkutano huu wa ngazi ya juu? Maoni yao katika ripoti hii yake Rosalie Zawadi. Wanawake wa jimbo la Kivu Kaskazini watoa wito wa kuchukuliwa hatua za haraka kutoka kwa wakuu barani Afrika wanaofuatilia suluhisho ajili ya amani nchini DRC. Wamama hawa wanasisitiza kuwa haiwezekani kustawi katika eneo lenye vita. Bili Berata Rubumba, mwakilishi wa mtandao wa mabalozi wa amani wanawake, alitoa ombi kubwa la wanawake wa mashariki mwa Kongo mbele ya marais wa jamhuri wa zamani wa nchi za Afrika wanaohusika na suluhisho ya mgogoro nchini Kongo. Ombi letu la kwanza ni amani. Wakati tunaingia shambani na unajua kama nitakwenda na nitarudi bila shida. Paka hapo leo nikikwambia huko kwetu mapigano ingali haiyaisha bado. Hata mama kaenda shota maji anasema nyuma yangu saa zingine kuna mtu mwingine ambaye atanifanya vibaya. Akienda shambani anasema nyuma yangu saa zingine kuna mtu atanifanya vibaya. Aloro naona mwanamke anaishi ndani ya woga. Na mwanamke hakuli gisa lipashwa kula, kwa maana akipata hata kachakula kidogo anawaza mtoto wake mwenye hajakula. Alafu mama hata kula vizuri kwa sababu anapenda kwanza mtoto wake njo ashibe mbele yeye akule. Lakini unaona tungelikuwa na salama, mama ipeka anaingia shambani mwake, anafanya kazi yake, anarudi na chakula yake pale, anajua kama na watoto watakula watashiba. Ndio maana sisi tunaomba ni amani tu, na tukakuwa amani tunajua kama yote tunataka tutapata. Kulingana na Josephine Malimukono, kiongozi wa muungano wa vyama vya wanawake wa eneo la maziwa makuu, hitaji hili la amani si la wanawake wa Kongo pekee, ila linashirikiwa na wanawake wote katika nchi za kanda la maziwa makuu. Iko mara ya kwanza akina mama, mambo ambayo ya mazungumzo hapo ni mengi kuhusu amani. Na akawa amani takuwa njia za ndege zifunguliwe, watu wafungue, sababu watu wamekuwa katika ufungwa. Munafungwa kwanza kwa inji, tena munafungwa katika miji, inakuwa sawa magumu zaidi. Ndio akina mama waliomba hiyo kama kitu kia muhimu sana. Na sababu katika miji watu wanakosewa kila kitu, ndio ile meombwa amani rudi, mipaka ifunguliwe
na government yetu iweze kuacha kabisa vitu vyote viendeke sawa sawa. Kwa upande wake, Nathalie Kone Traore kutoka ofisi ya jinsia ya MONUSCO Goma anafurahia ushiriki huu wa wanawake wa Kongo. Anaamini kuwa wanawake hawa wamewakilisha wenzao wote mbele ya timu ya upatanishi ya Togo na wakuu wa Umoja wa Afrika wanaohusika katika mchakato wa amani mashariki mwa DRC. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi. Mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mark Marufimbo alikutangazia. Tukutane tena jioni kwa kipindi kingine cha matangazo yetu kwa lugha tukufu ya Kiswahili. Shukran.